أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin, Mwenyezi Mungu awe msaidizi wake, anasema leo nitaanza kumzungumzia Hat Usman radhiyallahu anhu, na mada hiyo itaendelea kwa wiki kadhaa. Kuhusu Hat Usman, jambo la kwanza linalotakiwa kukumbukwa ni kwamba ye mwenyewe hakushiriki katika vita ya Badr, lakini alikuwepo katika maswahaba 8 wenye bahati nzuri ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwapatia sehemu kutoka ngawira za vita ya Badr alikuwa amewajumuisha kwenye maswahaba wa Badr. Jina lake lilikuwa Uthman bin Affan bin Abul As bin Umayya bin Abd Shams bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab. Hivyo nasaba yake ikifikia kizazi cha 5 cha Abd Manaf inaenda kuungana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mama yake Hat Usman alikuwa anaitwa Arwa binte Quraiz. Bibi yake aitwaye Umme Hakim Baizwa alikuwa binti ya Abdul Muttalib na alikuwa dada ya Hazrat Abdullah ambaye alikuwa baba mzazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mujibu wa riwaya moja, Hazrat Abdullah na bibi yake Hazrat Usman, Umme Hakim Baizwa binti Abdul Muttalib, walikuwa wamezaliwa mapacha. Mama yake Hazrat Usman, Arwa binti Quraiz, alikuwa amekubali Islam baada ya mkataba wa Hudaybiyah na alikuwa amehama Makka na kuhamia Madina, na katika zama ya ukhalifa wa mwana wake yani Hazrat Usman akaishi Madina hadi kifo chake. Baba yake Hazrat Usman alikuwa amefariki dunia katika zama ya ujahili. Kuhusu kunia ya Hazrat Usman, inasemwa kuwa katika zama ya ujahili kunia ya Hazrat Usman ilikuwa Abu Amr, lakini mtoto wake aitwaye Abdullah alipozaliwa kutoka kwa Hazrat Ruqayya binti Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kwa mnasaba wake kunia yake kama Abu Abdullah ikapata umaarufu katika Waislam. Kwa mujibu wa Ibn Ishaq, mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwoza binti yake Hazrat Ruqayya kwa Hazrat Usman ambaye alifariki dunia katika siku za vita ya Badr. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwoza binti yake mwingine Hazrat Umme Kulsum na Hazrat Usman, na kwa sababu yake Hazrat Usman akaanza kuitwa Zunnurain. Imesimuliwa ya kwamba alikuwa akiitwa Zunnurain kwani yeye kila usiku katika sala ya tahajudi alikuwa anasoma sana Qur'ani tukufu, na kwa kuwa Qur'ani tukufu ni nuru na sala ya tahajudi pia ni nuru, hivyo yeye akaanza kujulikana kwa jina la Zunnurain,
yani mwenye nuru mbili. Hiyo pia ni riwaya moja inayopatikana. Kuhusiana na kuzaliwa kwa hat Usman, kwa mujibu wa kauli sahihi, hat Usman baada ya miaka 6 ya Amul Fil alizaliwa katika Makka, na pia imesemwa kuwa alikuwa amezaliwa Taif. Ye alikuwa mdogo, takriban miaka 5 kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusiana na kusilimu kwake, imesimuliwa na Yazid bin Roman ya kwamba safari moja hat Usman bin Affan na hat Talha bin Ubaidullah wote wawili walitoka nyuma ya Hadrat Zubair bin Awam na wakamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka mbele yao ujumbe wa Islam na akawasomea Qur'ani tukufu na akawafahamisha kuhusu haki za Islam na akawaahidi ahadi ya heshima na taadhima itokayo kwa Allah. Hapo wote wawili, yani hat Usman na hat Talha, wakaamini na wakamsadikisha. Kisha hat Usman akasema, ewe mtume wa Allah, hivi karibuni nimerejea kutoka nchini Syria. Tulipokuwa tumekaa katikati ya Maan na Zarqa. Maan ni mji unaopatikana kusini mwa Urdun karibu na mipaka ya Hijaz, na Zarqa pia inapatikana ikiwa jirani yake. Kwa vyote vile akasema kuwa tulikuwa tumekaa kule na tulikuwa tumelala, ndipo mnadi mmoja akatangaza akisema kuwa, eni mliolala amkeni, hakika Ahmad amekwisha zuhiri Makka. Kisha tuliporejea tukasikia kuhusu utume wako. hat Usman alikuwa miongoni mwa wale waliotangulia kusilimu kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuingia katika Dar Arkam. Baada ya kukubali Islam, yeye pia akateswa. Musa bin Muhammad anasimulia kutoka kwa baba yake kwamba Usman bin Affan alipokubali Islam, baba yake mdogo Hakam bin Abul As bin Umayya akamkamata na kumpunga na kamba na akasema, je, ukiacha dini ya mababu zako unashika dini mpya? Wallahi sitakufungua hadi uwe umeiacha dini yako hiyo mpya. hat Usman akasema, wallahi sitaiacha kamwe wala sitajitenga nayo. Hakam alipoona uimara wake juu ya dini yake akamwacha akiwa shingo upande. hat Usman alipomoa hat Ruqayya, simulizi lake linasimuliwa hivi ya kwamba kabla ya utume wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndoa ya hat Ruqayya ilikuwa imefungwa kwa Utba, na ndoa ya dada yake hat Umme Kulsum ilikuwa imefungwa kwa Utaiba, ambao walikuwa watoto wa Abu Lahab. Suratul Masad, yani surat Al-Lahab, ilipoteremka, hapo baba yao Abu Lahab akawaambia kwamba ikiwa nini hamtajitenga na mabinti za Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi nitawatelekezeni, hivyo muwaacheni. Hapo wote wawili wakawapa talaka kabla ya sherehe ya harusi. Kisha baada yake hat Usman bin Affan akamoa hat Ruqayya akiwa Makka, na pamoja naye akahamia Uhabeshi. hat Ruqayya na hat Usman hawakuwa na mfano katika uzuri, hivyo inasemwa kuwa ahsana zaujaine raahuma insano Ruqayyatu wa zaujuha Usman. Bwana harusi na biharusi wazuri ambao mtu fulani awe amewaona ni hat Ruqayya na mume wake hat Usman. Imesimuliwa na Abdurrahman bin Uthman Qarshi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimjia bintiye nyumbani kwake. Yeye wakati ule alikuwa anaosha kichwa cha hat Usman. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, binti, endelea kumtendea wema Abu Abdullah, hakika huyu katika hulka njema anafanana nami zaidi kuliko maswahaba zangu wengine. Kuhusiana na tukio la hijra,
ibne ishaka anasema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona ya kuwa masahaba zake wanaendelea kuteswa na kuzulumiwa, na ijapokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya daraja yake kwa Allah na kwa sababu ya baba yake mdogo kwa kiasi fulani alikuwa na amani, lakini hata hivyo jinsi masahaba zake walivyokuwa wakiteswa, yeye alikuwa hana uwezo na nguvu ya kuzuia zulma hizo. Jinsi masahaba walivyokuwa wakizulumiwa, mtume saa salam alikuwa hana uwezo na nguvu za kuzizuia zulma hizo. Hapo akawaambia masahaba zake kwamba muhamie ardhi ya Uhabishi, kwani huko kuna mfalme ambaye hakuna mtu anayezulumiwa kwake, na hiyo ni ardhi yenye ukweli, hadi Allah atawaondoleni matatizo haya mnayokabili muda huu. Ndipo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakahamia na kuelekea Uhabeshi. Wakahamia kuelekea Uhabeshi, na hiyo ilikuwa hijra ya kwanza katika Islam. Hazrat Usman pamoja na mkewe Hazrat Ruqayya binti mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mmoja kati ya masahaba waliohamia kuelekea Uhabeshi. Hazrat Anas radhiyallahu anhu anasimulia kwamba Hazrat Usman alitoka kuelekea kuhamia Uhabeshi. Hazrat Ruqayya binti mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa pamoja naye. Habari yao ilichelewa kumfikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa haijulikani kwamba wamehama au la, na wamefika wapi na wana hali gani. Hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoka nje na kusubiri habari zao. Kisha akaja mama mmoja ambaye akamwambia kuhusu habari zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, baada ya Lut alayhi salam, Usmani mtu wa kwanza ambaye pamoja na ahli zake amefanya hijra katika njia ya Allah. Saad anasimulia kwamba Usman bin Affan alipozamiria kuhamia ardhi ya Uhabeshi, mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia kwamba nenda na Ruqayya, nafikiri kwamba kila mmoja wenu ataendelea kutia moyo kwa mwenzie. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Asma binti Abu Bakar kwamba nenda ukaniletee habari zao, kwamba je, wameondoka na wamefika wapi na wana hali gani. Hata Asma aliporejea, hata Abubakar pia alikuwepo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye akawaambia kwamba hata Usman kwa kuweka horiji juu ya farasi na kumpandisha hata Ruqayya juu yake ametoka kuelekea baharini. Hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe Abubakar, baada ya hat Lut na hat Ibrahim, hawa ndio wa kwanza wenye kufanya hijra katika wafanyao hijra. Tukio la kurejea kwao kutoka Uhabeshi pia limesimuliwa. Ibne Ishaka anasema ya kwamba masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam waliohamia Uhabeshi walipata taarifa kuwa watu wa Makka wamesilimu. Hapo wahajiri hawa wakatoka Uhabeshi na kurejea kuelekea Makka. Walipofika karibu ya Makka wakapata kujua kwamba habari hiyo haikuwa kweli. Hapo watu hawa kwa kujificha au kwa kuomba uhifadhi na himaya ya mtu wakaingia Makka. Miongoni mwa hawa walikuwepo baadhi waliohamia Madina, na katika vita za Badr na Uhud wakashiriki pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikuwepo wengine ambao makafiri wakawazuia ndani ya Makka, nao hawakuweza kushiriki katika vita ya Badr. Waliorejea kutoka Uhabeshi na kisha wakahama Makka na kuhamia Madina, Hazrat Usman na mkewe Hazrat Ruqayya binti mtume sallallahu alaihi wasallam pia walikuwa pamoja nao. Hazrat Usman akaishi Uhabeshi kwa miaka kadhaa. Hiyo imeandikwa katika kitabu ya kuwa akaishi miaka kadhaa. Kisha baada yake baadhi ya masahaba kwa kupata taarifa isiyo kweli ya kusilimu kwa Quraish
waliporejea nchini mwao, Uthman pia akafuatana nao. Baada ya kufika hapa wakajua kwamba habari hiyo haikuwa kweli. Hivyo kwa msingi huo baadhi ya maswahaba wakarudi tena Uhabeshi, lakini Uthman akabaki Makka hadi wakati wa kuhamia Madina ukawadia, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba zake wote kuhamia Madina. Hapo Uthman pamoja na ahli zake akaelekea kuhamia huko. Sawa na riwaya moja inasemwa kuwa Uthman alikuwa amerejea tena Uhabeshi, lakini katika vitabu vingi vya sera habari ya kuhamia Uhabeshi kwa Uthman mara ya tena haipo. Huzur amesema hata hivyo sababu za kufanya hijra ya pili ya Uhabeshi na maelezo yake jinsi yalivyoelezwa katika vitabu vya sera na hadisi, wanahistoria walio makini hawayakubali kama yalivyo, kwani kutokana na kanuni ya dirayat hiyo haiwezi kutokea. Hiyo Hatmiza Bashir Ahmad Sahib akieleza hijra ya Uhabeshi ameeleza tahakiki na uchunguzi wake, mambo ambayo nimeshaeleza katika siku za nyuma nilipokuwa nimeeleza kumbukumbu za baadhi ya maswahaba waliopita. Lakini hata hivyo hapa pia ni muhimu kuyaeleza. Tahakiki ya Mirza Bashir Ahmad Sahib ndio hii, anasema kwamba mateso kwa Waislamu yalipovuka mipaka na Makuraish walipozidi kuwadhulumu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia Waislamu wahamie Habsha, maana mfalme wa Habsha ni mwadilifu na mtenda haki na hakuna anayedhulumiwa katika utawala wake. Nchi ya Uhabeshi ambayo kwa Kiingereza inaitwa Ethiopia au Abyssinia inapatikana kaskazini mashariki mwa bara la Afrika, na kwa mujibu wa ramani yake ipo upande wa pili wa kusini mwa Uarabuni, na katikati hakuna nchi yoyote nyingine isipokuwa bahari Nyekundu. Katika zama hizo kulikuwa na utawala imara wa Kikristo huko Uhabeshi na mfalme wao alikuwa anaitwa Najashi, bali hadi leo mfalme wa huko anaitwa kwa jina hilo. Hazmiza Bashir Ahmad Sahib alipoandika habari hiyo, Uhabeshi ilikuwa na mahusiano ya kibiashara na Uarabuni, na katika zama ile makao makuu ya Uhabeshi yalikuwa Aksum ambao unapatikana karibu na mji uliopo wa Adoa, na hadi leo umeendelea kustawi kama mji mtukufu. Katika zama ile Aksum ilikuwa kitovu cha utawala mkubwa wenye nguvu, na jina halisi la mfalme Najashi wa wakati huo lilikuwa ni Ashama, ambaye alikuwa mfalme mwadilifu mwenye busara na mwenye nguvu. Kwa neno zima shida za Waislam zilipokithiri, Mtume saa salam aliwaambia kwamba wanaoweza kuhama basi wahamie Uhabeshi. Hivyo kwa amri ya Mtume saa salam mwezi Rajabu wa mwaka wa utume wanaume 11 na wanawake 4 walihamia Uhabeshi. Walio maarufu kati ya hao majina yao ni haya: Uthman bin Affan na mkewe Ruqayya binti Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf, Zubair ibn al-Awam, Abu Huzaifa bin Utba, Asman bin Mazun, Musab bin Umair, Abu Salama bin Abdul Asad na mkewe Umme Salama. Mirza Bashir Ahmad Sahib anaandika ya kwamba hili ni jambo la ajabu kwamba wengi wa wahamiaji hawa wa mwanzo walitokana na makabila yenye nguvu ya Quraysh, na watu dhaifu tunawaona walikuwa wachache. Kutokana na hayo tunagundua mambo mawili, kwamba kwanza hata watu waliotokana na makabila yenye nguvu hawakusalimika na zulma za Makuraish. La pili, watu dhaifu kama vile watumwa na kadhalik walikuwa na hali mbaya mno hadi hawakuwa na uwezo wa kuhama. Wahamiaji hawa wakisafiri upande wa kusini, walipofika Shuaiba ambayo wakati huo ilikuwa ni bandari ya Uarabuni, kwa fadhili za Allah waliikuta meli ya kibiashara ikiwa tayari kuondoka kwenda Uhabeshi. Basi hao wakaipanda kwa amani na meli ikaondoka.
Makuraishi wa Maka walipopata taarifa ya hijra yao wakakasirika mno kwamba windo hilo limetoka bure mkononi mwao, hivyo wakawasaka wahajiri. Lakini watu hao walipofika ufukweni, meli ilikuwa imeshaondoka tayari, nao wakarejea huku wakishindwa vibaya. Baada ya kufika Uhabeshi, Waislamu wakapata maisha ya amani na kuepuka na zulma za Makuraish. Lakini kama ilivyoelezwa na baadhi ya wanahistoria kwamba ilikuwa haikupita muda mrefu tangu wahajiri wahamie huko, fununu moja ikawafikia kuwa Makuraish wote wamesilimu na amani imerudi tena Makka. Matokeo yake yakawa hivi kwamba wahamiaji wengi wakarudi Makka bila kuwaza lolote. Watu hawa walipofika karibu ya Makka wakapata kujua kwamba habari hiyo haikuwa kweli. Sasa kwao ilikuwa shida kubwa. Mwishowe baadhi yao wakarejea kutoka njiani na wengine kwa kujificha ficha au katika uhifadhi wa mtu mwenye nguvu wakaja Maka. Hili ni tukio la Shawal 5 Nabawi, yani katika safari ya hijra, na kurejea kwao kuna muda wa miezi 2.5 au 3. Ingawaje uvumi huo ulikuwa wa uongo na usio na msingi vovote ambao Makuraish watakuwa wameusambaza kwa nia ya kuwarudisha wahamiaji na kuwatesa, bali ikichunguzwa kwa makini zaidi inabainika ya kwamba kisa cha fununu hizi na kurudi kwa wahamiaji hakina msingi vovote. Lakini kama kisa hicho kiaminiwe kuwa cha kweli, basi inawezekana kuwa chanzo chake ni tukio lile lililoelezwa katika baadhi ya hadisi. Tahkiki ya Mirza Bashir Ahmad Sahib inasema kuwa jambo hili si sahihi. Yeye anaandika kuwa ikiwa kisa hicho kiaminiwa kuwa cha kweli, basi inawezekana kuwa chanzo chake ni tukio lile ambalo limeelezwa katika hadisi, kama vile Bukhari inavyoeleza tukio hili ya kwamba safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisoma aya za sura An-Najm uani mwa Kaaba. Wakati huu wakuu kadhaa wa makafiri walikuwepo pamoja na Waislam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza kusoma sura hii akafanya sujda. Hapo Waislamu kwa makafiri wote wakasujudu pamoja naye. Sababu ya makafiri kufanya sujda haikuelezwa katika hadisi, lakini inaonekana ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposoma kwa sauti ya kutia athari moyoni aya hizi za Qur'ani tukufu ambazo ndani yake mmeelezwa kwa fasaha umoja, kudra na uwezo wa Mwenyezi Mungu na kukumbusha hisani zake, tena Makuraishi wameonywa kwa maneno yenye haiba na ujalali kuwa wasipojirekebisha watakutana na hali iliyowasibu watu wa zamani waliowapinga manabii wa Mwenyezi Mungu. Kisha mwishoni mwa sura hii imeamrishwa kuwa njoni mkafanye sijda mbele ya Mwenyezi Mungu. Basi baada ya kusoma aya hizi mara moja Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na Waislamu wote wakaanguka kusujudu. Maneno haya na manzari haya yaliwaathiri ajabu Makuraishi kuwa wao nao pia wakaanguka kusujudu pamoja na Waislamu, na hilo si jambo la kustajabu kwa sababu kutokana na mazingira kama hayo baadhi ya wakati moyo wa mtu huingia haiba na kutenda bila kujizuia jambo lililo kinyume cha imani yake. Wakati mwingine hiyo inatokea. Wakati mwingine maafa yanapotokea ghafla, hata mpagani huanza kusema Allah Allah au Ram Ram. Huzur amesema hata mimi nimewauliza baadhi ya wapagani, wanasema ni sahihi kabisa, japokuwa hatumuamini Mungu, lakini ikitokea shida na maafa ya kutisha, basi neno la Mungu linatoka lenyewe kinywani mwetu. Lakini Makuraish walikuwa si wapagani, bali walikuwa wakimwamini Mwenyezi Mungu. Basi
baada ya kusikia usomaji wa Qur'ani tukufu uliojaa haiba na ujalali, kundi la Waislamu likaanguka kusujudu. Kitendo hicho kikaleta athari ya ajabu kwamba Makuraish pia wakaanguka kusujudu pamoja na Waislamu, lakini athari ya namna hiyo huwa ni ya muda tu na mtu anarudi katika hali yake ya zamani haraka, na hivyo ndivyo itokavyo. Na Makuraish baada ya kusujudu wakarejea tena katika ibada ya masanamu. Hili ni tukio lililothibitishwa na hadithi sahihi. Kwa hiyo kama habari za kurudi kwa wahamiaji wa Uhabeshi ni za kweli, basi inaonekana ya kwamba baada ya tukio hilo Makuraish wenyewe wakitegemea tukio hili watakuwa wameeneza fununu hizi kuwa Makuraish wa Makka wamesilimu na sasa Waislamu wana amani kamili mjini Makka. Fununu hizi zilipowafikia wahamiaji wa Habsha, bila shaka walifurahi kwa kusikia habari hii na mara moja wakaanza safari ya kurejea kwa furaha. Lakini walipofika karibu ya Makka wakapata uhakika wa jambo hilo. Basi wengine wakaingia Makka kisirisiri na wengine wakiwa chini ya himaya ya mkuu mwenye nguvu wa Quraysh, na wengine wao wakarudi tena Habsha. Hivyo basi kama fununu hizi za Makuraish kusilimu zilikuwa na ukweli wowote ndani yake, basi ulikuwa ndio ule ulioelezwa katika tukio la Makuraish kuanguka kusujudu baada ya kusikia usomaji wa sura An-Najm. Kwa vitu vile Allah ndiye ajuaye vyema. Hata kama wahamiaji wa Habsha walirudi, lakini wengi wao wakarejea tena huko Habsha. Kwa kuwa mateso na zulma za Makuraish ziliendelea kuzidi siku hadi siku, kwa hiyo sawa na agizo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, Waislamu wengine nao wakaanza kuhama Makka kisirisiri kila walipata nafasi. Zoezi hili la kuhama Makka na kuhamia Habsha likaendelea mpaka idadi ya wahamiaji wa Habsha ikafikia 101, wakiwemo wanawake 18, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa na watu wachache sana huko Makka. Baadhi ya wanahistoria wanaipa hijra hiyo ya pili jina la hijra thania ya Uhabeshi. Kisha Mirza Bashir Ahmad Saheb akieleza uchambuzi wake mmoja anasema, lipo jambo jingine linalochanganya kabisa kisa hiki cha fununu na kurudi kwa wahamiaji, nalo ni kwamba katika historia tarehe ya hijra ya Uhabeshi kama ilivyoelezwa ni mwezi wa Rajabu 5 Nabawi, na tarehe ya tukio la sijda ni mwezi wa Ramadhan 5 Nabawi. Na kisha katika historia jambo hili limebainishwa kuwa kutokana na fununu hiyo wahamiaji wa Uhabeshi walikuwa wamerejea mwezi wa Shawwal 5 Nabawi, kana kwamba kulikuwa na muda wa miezi 2-3 tu katika matukio hayo mawili. Na ikiwa tukihisabu kutoka tarehe ya tukio la sijda, basi muda huo unakuwa ni mwezi mmoja tu. Sasa kutokana na hali ya zama zile, katika muda huo mfupi kumaliza safari 3 baina ya Makka na Uhabeshi ni jambo lisilowezekana. Yani Waislamu walifika Uhabeshi kutoka Makka, kisha mtu fulani akawaendea na habari za kuislimu kwa Makuraish, kisha Waislamu wakatoka Uhabeshi na wakaja Makka. Safari hizi 3 zinahitaji maandalizi. Ni jambo lisilowezekana. Hivyo ni jambo lisilowezekana katika muda huo mfupi, na haliwezekani tuangaliapo kwamba katika zama zile kutoka Makka kuelekea Uhabeshi walikuwa wakilazimika kuja kusini kwanza, kisha wakichukua meli ambayo ilikuwa haipatikani muda wote ikiwa tayari, walikuwa wakivuka bahari Nyekundu na walikuwa wakifika ufukweni wa Afrika, na kisha kutoka ufukweni hadi Aksum, makao makuu ya Uhabeshi ambayo ina umbali mrefu na ufukweni, walikuwa wakifika. Na kutokana na safari za zama zile, safari moja kama hizo ilikuwa haimaliziki chini ya muda wa miezi 2. Kwa uchambuzi huo, kisa hicho kinaonekana cha uongo na kisicho na msingi wowote, lakini kama kilikuwa na uhakika fulani, basi haukuwa zaidi ya ule ulioelezwa hapo juu. Wallahu alam.
kwa vyote vile sababu zake zilikuwa zipi, baada ya muda mfupi hat usman akarejea kutoka uhabishi, na kisha habari yake ya kuhamia madina na udugu wake inapatikana hivi kwamba muhammad bin jafar bin zubair anasimulia hat usman alipohama makka na kuhamia madina, yeye akaishi nyumbani kwa hat aus bin thabit, ndugu ya hadrat hassan bin thabit wa kabila la banu najjar. musa bin muhammad anasimulia kutoka kwa baba yake kwamba mtume saa salam aliweka udugu baina ya hat usman na hat abdurrahman bin auf. sawa na riwaya moja aliweka udugu kati ya hat usman na hat aus bin thabit, baba yake hat shaddad bin aus, na pia inasemwa kuwa aliunganisha udugu wake na hat abu ubada saad bin usman zurqi. sawa na riwaya moja mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameweka udugu baina ya hat usman na baina yake. hivyo imeendikwa katika tabakati kubra kwamba ibn labiba anasimulia kuwa hat usman bin affan alipozingirwa na maadui katika siku za mwisho, yeye akichungulia nje ya chumba chake akawauliza watu kwamba je, talha yupo kati yenu? wakasema ndiyo yupo. hat usman akasema kwa ajili ya allah tu na kuuliza kwamba je, wewe unajua mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiweka udugu baina ya wahajiri na answar, wakati huo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amenifanya kuwa ndugu yake, yani mtume saa salam alikuwa ameweka udugu baina ya usman na baina yake. hatalha akasema wallahi hiyo ni kweli. hapo wapinzani waliokuwa wameizingira nyumba ya usman wakamuuliza hatalha kwamba wewe umesema nini? hatalha akasema kwa ujasiri na kwa ushujaa mkubwa kwamba hat usman ameniuliza kwa kunipatia kiapo cha allah, na jambo ambalo ameniuliza lilikuwa limetokea mbele ya macho yangu. sasa je, nisingetoa ushahidi wake? siwezi kusema uongo wala sijali upinzani wenu. kifo cha ruqaya na tukio la kumwoa hat ume kulsum linapatikana hivi kwamba abdullah bin muklif bin harsa ansari anasimulia ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelekea kwa ajili ya vita ya badar alimwacha hat usman kwa binti yake hat ruqaya ambaye alikuwa anaumwa, naye akafariki dunia siku ile ambapo hazaid bin harisa alikuwa amerudi madina na habari njema ya ushindi ambao katika badar allah alikuwa amemjalia mtume sallallahu alaihi wasallam. mtume sallallahu alaihi wasallam akamtolea hat usman sehemu ya ngawira ya badar, na sehemu yake ilikuwa sawa na sehemu ya wale walioshiriki vitani. mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kifo cha hazrat ruqaya akamwoza binti yake hat umme kulsum kwa hat usman bin affan. hata abu huraira raziallahu anhu anasimulia mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana na hat usman mlangoni mwa miskiti na akasema, usman, huyu ni jibraili ambaye ameniambia ya kwamba mwenyezi mungu anasema ya kuwa ni mwoze binti yangu mwingine na hat usman kwa mahari ile ambayo ilikuwa mahari ya ruqaya. hat aisha anasema mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwoza binti yake ume kulsum na hat usman akamwambia hat ume aiman kwamba umtiarishe binti yangu ume kulsum na umpeleke kwa uthman na upige dufu mbele yake. yeye akafanya hivyo. baada ya siku 3 mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kwa hat ume kulsum na akasema kwamba ewe binti yangu mpendwa, umempataje mume wako? ume kulsum akasema kwamba yeye ni mume bora kabisa. hat ume kulsum akaishi kwa hat uthman hadi 9 hijria, kisha akaugua na akafariki dunia.
mtume sallallahu alaihi wasallam akasalisha sala ya jeneza yake na akakaa karibu na kaburi lake. Anas anasimulia kwamba yeye alimuona mtume sallallahu alaihi wasallam akikaa karibu na kaburi la hat umme kulsum katika hali hii kwamba machozi yalikuwa yakitiririka machoni mwake. Katika riwaya moja ya Bukhari tukio hilo limesimuliwa hivi kwamba Hilal alisimulia kutoka kwa Hazrat Anas bin Malik kwamba alikuwa akisema kuwa tulikuwepo katika mazishi ya binti ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akikaa karibu na kaburi lake, nikaona macho yake yalikuwa yakitiririsha machozi. Riwaya nyingine inasema kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kifo cha umme kulsum alisema, ikiwa ningekuwa na binti yangu 3 hata hivyo ningemwoza na hat Usman. Hat Ibn Abbas anasema mtume sallallahu alaihi wasallam alipita karibu na eneo fulani, akaona kwamba hat Usman alikuwa amekaa kule, na katika huzuni ya kifo cha umme kulsum alikuwa analia. Msimuliaji anasema kwamba Abu Bakar na hat Umar radhiyallahu anhuma pia walikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza, ewe Usman, kwa nini unalia? hat Usman radhiyallahu anhu akasema kwamba ewe mtume wa Allah, nalia nikifikiri kuwa sasa umekwisha uhusiano wangu na wewe kama mwanamke. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, usilie, na hapa kwa yule aliye uhai wangu umo mkononi mwake, ikiwa ningekuwa na mabinti zangu 100 na wangekufa mmoja baada ya mwingine, basi kila mara ningemwoza binti yangu na wewe hadi wangekwisha wote. Hilo lilikuwa dhihirisho la mapenzi lililoonekana kutoka pande mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kujali uhusiano huo na akamhakikishia kwamba uhusiano huo utadumu. Zura amesema kilichobaki kitaelezwa katika siku za usoni inshallah, kama ninavyoendelea kuwaelekeza wanajumuiya katika kila Ijumaa kwamba wafanye maombi kwa ajili ya watu wa Pakistan na wanajumuiya wa huko. Wapinzani katika mtazamo wao wanaendelea kuzidi katika zulma, lakini hawajui kwamba yupo dhati mmoja wa juu na Mungu yupo ambaye kudra yake inaendelea kufanya kazi yake, nayo inaendelea kuwazingira, na ikiwazingira hawatapata njia ya kuikwepa. Allah awajalie akili na watumie akili na wafanye uadilifu na waachane na zulma na mateso yote bila kuwa na sababu yoyote. Pia muwaombe watu wa Aljazair imani yao ibaki salama. Vivyo hivyo zipo sehemu kadhaa wanajumuiya wanaendelea kupingwa sana. Allah amjalie kila Ahmadiyya abaki salama. Baada ya sala nitasalisha sala ya jeneza ghaibu. Marehemu wa kwanza ni Maulana Sultan Mahmud Anwar Sahib, Nazir Islahul Shad Markazia wa zamani, na alikuwa Nazir Khidmate Khalq, Nazir Khidmate Darwesha, na pia alikuwa Nazir Islahul Shad Rishtanata. 11 Januari akiwa na umri wa miaka 88 alifariki dunia huko Rabwa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jina la babake lilikuwa Chaudhry Muhammad Din na mamake alikuwa akiitwa Rehmat Bibi. Baba yake mwaka 1928 alikuwa amefanya bayati juu ya mkono wa Hazrat Khalifatul Masih wa pili na kujiunga na Jamaat. Hazrat Maulana Sultan Mahmud Anwar Sahib alikuwa mwana wake wa kipekee. Maulana Sultan Mahmud Anwar Sahib baada ya kupata masomo ya sekondari Aprili 1946 alijitolea wakfu na akaingia katika madrasa Ahmadiyya Qadian. Baada ya uhuru wa Pakistan akaenda kusoma katika Jamia Ahmadiyya Ahmadnagar, ambapo mwaka 1952 akafanya mtihani wa Maulvi Fazl na Aprili 56 akapata shahada ya shahid kutoka Jamia Ahmadiyya. Alimoa Mahmuda Shaukat Sahiba binti Chaudhry Saduddin Sahib na Maulana Jalaluddin Shams Sahib
akatangaza ndoa yake wakati wa jalsa salana ya 1960. marehemu alikuwa na watoto 4 wa kiume na mabinti wawili. kijana wake mmoja ihsan mahmud amejitolea wakfu na anaitumikia jamaat katika tahrike jadid rabwa. kituo cha kwanza cha maulana sahib kilikuwa gujarat. kisha yeye kama mbashiri wa jumuiya akapata bahati ya kuitumikia jamaat katika miji mbalimbali ya pakistan kuanzia 74 hadi 78. akaishi ghana. wakati huo mimi pia nilikuwa kule, nami nilimuona marehemu alikuwa akiitumikia jumuiya akijituma katika kazi ya jamaat. kuanzia 82 hadi 83 akawa katibu wa majlis kar pardas, kisha akateuliwa kuwa sadr majlis kar pardas. kuanzia 1983 hadi 1998 akawa nazir islaur shad markazia, kisha hadi 2011 akaitumikia jamaat kama nazir khidmate khalq, kama nazir khidmate darwesha. kisha kuanzia 2011 hadi 2017 akafanya kazi kama nazir ishtanata, na kwa sababu ya marazi akastaafu mwaka 2017. marehemu alikuwa na uwezo mzuri wa kufanya mahubiri. yapo matukio mengi yanayoangazia uwezo wake mzuri na uhodari wake alipokuwa akiongea na watu wa madhehebu mbalimbali juu ya mada tofauti, na alikuwa akiwapa majibu yenye hoja imara. alikuwa mhaziri hodari kama nisemavyo, na alikuwa akiwavutia kwake wasikilizaji. wabashiri waliofanya kazi pamoja naye wameniindikia kwamba marehemu alikuwa anatuongoza wakati wote, na kila mmoja ameniindikia kwamba alikuwa akituhurumia sana. mwenyewe alikuwa akisali tahajudi na kufanya ibada, na alikuwa akitunasihi vile vile kufanya hivyo. alikuwa na kiwango cha juu cha kuutii ukhalifa. katika ukhalifa wa 4 alipata mtihani, lakini hata hivyo kwa utii wote akapita katika mtihani huo na akafanya kazi ya jamaat akiwa chini ya wengine. bali akamwambia mtu fulani kwamba wewe ulikuwa nazir, sasa unafanya kazi chini ya nazir mwingine. ye akasema kwamba hata wabashiri pia wameniindikia na binti yake pia ameniindikia. ye akasema kwamba khalifa wa zama anajua vizuri kwamba kazi gani inafaa kwa ajili yangu. mimi nimejitolea wakfu, hata kama nipatiwe kazi ya kufagia mimi nitaifanya tu sawa na matakwa ya khalifa. kisha mwenyezi mungu pia akabadilisha hali na akaboresha hali yake, na naona utii na unyofu wake ukapokelewa na mwenyezi mungu, na kisha akafanywa kuwa mjumbe wa sadr anjuman ahmadia na akawa nazir vile vile. popote pale alipokaa akaendelea kumtii amiri kikamilifu katika karachi na maeneo mengine pia. allah taala amghufirie na amrehemu na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake. marehemu ameviandika vitabu kadhaa kama vile kusimamisha heshima ya kalima tayyiba na ni utambulisho wa ahmadia. cha pili ni mwenyezi mungu, mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam, qurani tukufu na kaaba. kisha kuna kitabu chake kitwacho swala la idadi ya jamaat ahmadia. kisha kipo kitabu sababu za kushindwa kutekeleza sheria. kisha kipo kitabu chake kingine kinachoitwa adhabu ya kuvunja heshima ya mtume. hivi ni vitabu vyake. kama nisemavyo, alikuwa mwenye kufanya kazi nyeti ya kielimu. allah taala amrehemu na amghufirie. jeneza ya pili ni ya maulana muhammad umar sahib, nazir islah irshad markazia kadian wa zamani, ambaye alikuwa mtoto wa pike ibrahim sahib. 21 januari akiwa na umri wa miaka 87 alifariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. marehemu alitokana na kerala.
baba yake alikuwa Ibrahim Kutti Saheb ambaye alikuwa mpinzani mkali wa Jamaat. Miaka 10 kabla ya kuzaliwa kwa Maulana Saheb, baba yake alienda Bombay kufanya biashara. Katika zama zile wanajamaat wengi walikuwa wakifanya biashara huko Bombay. Huko alikutana na baadhi ya wanajumuiya wa Malabar na akaongea nao kuhusu itikadi za Jamaat. Na mwaka 1924 Khalifatul Masih Thani radhiyallahu anhu alipoenda kuzuru Bombay, yeye akafanya baiati juu ya mkono wake na akajiunga na Jamaat. Baadaye akapata bahati ya kuitembelea Qadian. Maulana Umar Saheb mwaka 1954 akaja Qadian, ambapo baada ya uhuru kutokea madrasa Ahmadiyya ilikuwa imeshafunguliwa tena. Mwaka 1955 akaingia shuleni na 1961 baada ya kumaliza mtihani wa Maulvi Fazal kutoka chuo cha Punjab, kwa mwaka mmoja akaendelea kusomesha katika madrasa. Marehemu alipokuwa mwanafunzi kwa mwaka mmoja akapata bahati ya kusoma Qurani tukufu kutoka kwa Hazrat Bhai Abdurrahman Sahib Qadiani katika nyumba yake. Kuanzia 1962 akaanza kutoa huduma zake katika maidani ya tabligh. Akafanya kazi katika miji mikubwa ya India na akaendelea kuitumikia Jamaat kama mbashiri hodari. Alikuwa akitoa hutuba mbalimbali katika mikutano ya tabligh. Akashiriki katika mjadala wa Yadgir na chini ya mwongozo wa Khalifatul Masih Rabi rahimahullahu ta'ala katika mjadala wa kihistoria wa Kombetur ambao ukaendelea kwa siku 9 mfululizo. Akifuatana na Maulana Dost Muhammad Shahid Saheb na Hafidh Muzaffar Saheb akafanya kazi kubwa sana. Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullahu ta'ala akiipongeza kazi yake alikuwa akisema katika hutuba yake ya kwamba yapo matawi yaliyo na mtu mmoja tu ambaye amebeba mzigo wote, na akitafsiri hutuba kisha anazisambaza kwa wingi. Na kwa fadhila za Allah kiwango cha matawi haya kinaendelea kuzidi, kwani hutuba ya khalifa wa zama inawafikia haraka na jumuiya nzima inapata kujua kwamba kuna nini kinachoendelea kutokea katika Jamaat. Yapo matawi mengi ya kusini mwa India yasiyojua Kiurdu. Huko kuna mbashiri wetu Maulvi Muhammad Umar Saheb ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia sifa ya utii wa ajabu kwamba akipokea hutuba mara moja anaitafsiri na kuisambaza katika matawi yote. Alikuwa akifanya kazi kwa juhudi sana. Takriban kwa mwaka mmoja akaishi Palestina na akapata bahati ya kutafsiri Qurani tukufu na vitabu vingi vya Masihi Maud alayhi salam na majirida katika lugha ya Malayalam na Tamil. 2007 nilipomteua kama Nazir Islah Irshad Markazia, kisha nikamteua kama additional Nazir Islah Irshad Talimul Quran na Waqf-e Arzi, na kisha akapata bahati ya kuhudumia Jamaat kama naib Nazir Ala kwa uwezo wote. Baada ya kumaliza masomo ya madrasa ya Ahmadiyya, marehemu kwa miaka 53 akajaaliwa kuitumikia Jamaat. Amewacha mabinti 4 na wana mkwe na wajukuu na vitukuu wengi. Marehemu alikuwa na shauku kubwa ya kuitumikia Jamaat. Hata alipokuwa akienda na familia katika safari yake binafsi, alikuwa akijishughulisha katika shughuli za Jamaat na hasa tafsiri katika safari zake. Sadr Taifa wa Sri Lanka anaandika katika historia ya jumuiya ya Sri Lanka, zama ile itakumbukwa daima dawamu, ambapo mwaka 1978 chini ya uongozi uliotukuka wa Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullahu ta'ala, Maulana Saheb alikuja kwetu kama mbashiri, na kwa ujio wake jumuiya yetu ilianza kupata mabadiliko ya ajabu, ambapo Maulana Saheb akatoa huduma zisizo na kifani. Mwaka 1994
katika mji wa colombo katika ukumbi mkubwa wa ramkrishna maulana saheb alitoa hutuba juu ya mada ya amani na umoja ambayo ilihudhuriwa na watu zaidi ya 400 hasa rais wa shirika la ramkrishna na waziri wa utamaduni mheshimiwa devraj wakavutika mno na wakamsifu sana maulana wakamsifu sana kwani katika hutuba ile maulana saheb akisoma mantra kutoka kitabu cha gita alikuwa amethibitisha ukweli wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. hivyo hutuba yake hiyo ni maarufu sana kwa watu hadi leo. vitabu vinne vya masihi maud alayhi salam alivifasiri katika lugha ya tamal na chini ya mada mbalimbali akaviandika vitabu 7 katika lugha ya tamal. katika jimbo la Tamil Nadu alianzisha jarida la kijumuiya la Samdana Waziri na kwa muda mrefu akaendelea kuchapisha katika majimbo mbalimbali. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu na amnyanyue katika daraja, awajalie watoto wake waendelee kushikamana na jamaat kwa unyofu wote. Jeneza inayofuata ni ya mheshimiwa Habibe Masahib, mbashiri wa jumuiya ambaye alikuwa mtoto wa Muhammad Ismail Sahib wa Rabwa. 25 Desemba kwa sababu ya mshtuko wa moyo alifariki dunia mjini Islamabad. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwaka 1979 alimaliza jamia kisha akapata nafasi ya kuitumikia jamaat katika wilaya mbalimbali za Pakistan. 1989 hadi 2003 aliweza kuitumikia jumuiya nchini Nigeria. Katika muda huo Septemba 1998 hadi Oktoba 2000 akaitumikia jamaat Nigeria kama amir na mbashiri mkuu. Alikuwa akiitumikia jamaat kwa unyenyekevu wote. Pamoja na kufanya kazi za ofisi, alikuwa akifanya kazi mbalimbali katika jamii. Amewacha nyuma mke na mabinti 3 na vijana 2. Allah amghofirie na amrehemu na awajalie watoto wake waendelee kushikamana na jamaat kwa moyo wote. Jeneza inayofuata ni ya mheshimiwa Badruzzaman Sahib ambaye tangu muda fulani alikuwa mfanyakazi wa wakalat mal Uingereza. Januari 3 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mtu mwaminifu na mchapakazi. Mwaka 1944 alizaliwa katika Amritsar. Alikuwa mwanajumuiya tangu kuzaliwa kwake. Alipokuwa akifanya kazi serikalini aliweza kuitumikia Khudamul Ahmadiyya kama qaid wilaya Quetta, kisha akawa Nazim Ansarullah Balochistan. 1986 alikuwa amefunguliwa kesi ya uongo na akafungwa katika njia ya Allah. 1995 hadi 1999 akaitumikia wakalat mal awal Rabwa, kisha akaja London na katika Rakim Press, na kisha kwa miaka 17 akatoa huduma zake katika additional wakalat mal London. Allah amghofirie na amrehemu. Jeneza inayofuata ni ya mheshimiwa Mansur Ahmad Tahsin Sahib ambaye alikuwa mtoto wa Maulvi Muhammad Ahmad Naim Sahib murabbi silsila na alikuwa mfanyakazi katika idara ya Nazarat Umuri Ama Rabwa. Alikuwa amekuja London kwa mwanaye ambapo Desemba 30 akiwa na umri wa miaka 70 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu kwa miaka 25 ya maisha yake akaendelea kuitumikia jamaat katika maofisi mbalimbali. Alikuwa mpole, mwaminifu na mtu wa watu. Alikuwa akiupenda mno ukhalifa na alikuwa akiwahamasisha wengine kufanya hivyo. Alikuwa akitatua matatizo yote kwa uvumilivu sana. Mara nyingi alikuwa akikabidhiwa mambo mazito na saa nyingine watu walikuwa wakija ofisini kwake wakiwa na hasira kali, lakini marehemu alikuwa akiwatuliza vizuri kwa mapenzi na upendo na alikuwa akipatanisha baina yao. Alikuwa na shauku sana ya kuitumikia jamaat kiasi kwamba mkewe ameandika kuwa
ilikuwa sherehe ya walima ya binti yake daktari faria mansur. Siku ile asubuhi mapema akajiandaa na akatoka kwenda ofisini. Mkewe akamwambia kuwa leo ni sherehe ya walima, hivyo leo usiende ofisini. Yeye akasema sherehe itakuwa saa 8 mchana, kuna haja gani ya kupoteza muda, hivyo naenda ofisini na wakati ule nitakuja. Alikuwa akiwaheshimu viongozi wake. Ikitokea hitilafu katika swala lolote alikuwa akizingatia heshima zote na kueleza rai yake. Ameacha nyuma mke Rakshanda sahiba na vijana wawili na mabinti wawili. Allah taala amghfirike na amrehemu. Hazur amesema namjua tangu utotoni, alikuwa akisoma pamoja nami kwa muda wote. Nimemwona alikuwa mwema sana na alikuwa na tabia njema ya kiucheshi. Alikuwa hapati hasira yoyote, na ndiyo maana alikuwa akitoa mchango wake mkubwa na akaweza kutoa mchango muhimu katika kupatanisha baina ya watu. Jeneza inayofuata ni daktari idi ibrahim mwanga saheb wa tanzania, ambaye Desemba 9 akiwa na umri wa miaka 73 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alipata nafasi ya kusoma katika chuo cha Makerere, Uganda, na kwa fadhila za Allah akapata bahati ya kuwa daktari wa kwanza aliye mwanajumuiya wa Afrika Mashariki. Marehemu Dr. Saheb alipata bahati ya kujiunga na jamaat katika ujana wake. Alipokuwa akisoma shuleni alikuwa akishiriki katika sherehe mbalimbali za dini. Kutokana na shutuma nyingi zilizoletwa na wanazuoni wa kijina wa Islam dhidi ya jumuiya, alipata shauku ya kujua kuhusu jamaat. Katika zama zile alikutana na mbashiri wa jamaat Sheikh Abu Talib Sandi Saheb ambaye alikuwa jamaa yake. Alipoongea naye kuhusu shutuma hizo, Sheikh Saheb alimpatia majibu ya shutuma zote na akampatia tafsiri ya Qur'ani tukufu iliyochapishwa na jamaat na vitabu vingine. Dr. Saheb baada ya kusoma vitabu vile alijiunga na jamaat. Kwa fadhila za Allah marehemu alitimiza ahadi ya baiati yake hadi pumzi yake ya mwisho. Muda wote alikuwa akijishughulisha katika kuwahubiri watu wa aina mbalimbali, na alikuwa na shauku kubwa ya mahubiri moyoni mwake, na kwa sababu yake alikuwa akijulikana vizuri katika wanajumuiya na wasiokuwa wanajumuiya. Mara nyingi alikuwa akibeba vitabu vya jamaat na majirida mbalimbali katika begi lake. Alikuwa akienda sokoni na kuviuza. Watu wakimuuliza kwamba wewe ni mganga na hapa unauza vitabu, marehemu alikuwa akiwajibu kwa bashasha kwamba mimi ninapokuwa hospitalini natibu mwili, ilhali muda huu natibu roho. Vitu hivyo haviwezi kutenganishwa wala kughafilika navyo. Alikuwa na mapenzi makubwa na ukhalifa, akawalea watoto wake kwa msingi wa Islam na akazingatia sana malezi yao. Marehemu alikuwa na maktaba nyumbani kwake iliyokuwa na vitabu mbalimbali vikiwemo vitabu vya jamaat. Alikuwa akiwaombea watoto wake wabaki katika jumuiya, na alikuwa akiwaomba wengine nao pia wafanye maombi kwa ajili ya watoto wake. Watoto wake wote wameshikamana vizuri na nizamu ya jamaat na wana tabia njema kama alivyokuwa baba yao. Allah awajalie waendelee kuungana na jamaat na wawe wenye kutimiza matumaini ya baba yao, na Allah amjalie marehemu daktari maghfira na amrehemu na amnyanyue katika daraja. Marehemu anayefuata ni Bi Sughra Begum sahiba, mke wa Din Muhammad Saheb Nangli Darwesh Kadian, ambaye Januari 6 akiwa na umri wa miaka 85 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yeye alikuwa binti ya Hakim Muhammad Ramzan Saheb, sahaba wa Masihi Maud alayhi salam. Alikuwa akisali sala zote na sala ya tahajjudi, mkarimu, mvumilivu, mwenye kutoa shukurani, mchapakazi, mwenye huruma na akiwa na sifa nyingi. Alikuwa akiupenda sana ukhalifa. Kwa miaka mingi akaitumikia tanzim ya Lajna Imaila kama katibu wa khidmat khalq. Marehemu alikuwa musi, ameacha nyuma vijana wawili na mabinti wawili. Mwana wake mmoja Bwana Bashiruddin aliweza kuitumikia kwa miaka 40 na mwingine Muniruddin anafanya kazi katika idara ya ujenzi wa Kadian. Allah amghufirie na amrehemu, awajalie watoto wake ili waweze kufuata nyayo zake katika mema.
anayefuata ni mheshimiwa chaudhuri karamatullah saheb ambaye 26 Desemba akiwa na umri wa miaka 95 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa mjukuu wa chaudhuri shadin saheb wa Gatialia aliyekuwa sahaba wa Masihi Maud alayhi salam ambaye alikuwa akifanya bayati ya Masihi Maud alayhi salam alipokuwa amekuja Sialkot. Marehemu alikuwa mwema, mcha Mungu, mwenye kuwapenda watu wote, mkarimu, mwenye kuwajali wenye haja, na katika kila hali alikuwa na tabia ya kumshukuru Allah. Mwana wake bwana Suhail anaandika kwamba alikuwa na sifa maalum ya ukarimu, na sifa hiyo ilikuwa ikidhihiri pale wakfin walipokuwa wakija katika ziara ya kijamaati katika mji wa Badin, jimbo la Sindh. Marehemu alipata bahati ya kutoa huduma zake katika kikosi cha Furqan kuanzia 83 hadi 2018. Katika ofisi ya Al-Fazl International aliendelea kutoa huduma zake za kujitolea. Tangu mwanzo alikuwa ametoa nyumba yake wakfu kwa ajili ya mipango mbalimbali ya jamaat, na katika nyumba hiyo alipokuwa akiishi alikuwa amejenga sehemu maalum kwa ajili ya sala. Watoto wake, mabinti zake na watoto wake wote wanaendelea kuitumikia jamaat. Mjukuu wake mmoja aitwaye Farhad Ahmad ni mbashiri hapa Uingereza na anafanya kazi katika press na media. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu na awajalie kizazi chake waweze kuendeleza mema yake. Jeneza inayofuata ni ya Chaudhry Munawwar Ahmad Khalid saheb wa Ujerumani ambaye Agosti 20 akiwa na umri wa miaka 85 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa na uhusiano imara na nizamu ya jamaat. Alikuwa akishiriki vizuri katika mipango ya mahubiri na malezi, na nchini Ujerumani katika nyakati tofauti aliweza kuitumikia jamaat na tanzim ya Ansarullah kama rais na katibu mkuu na kadhalik. Alipokuwa akiishi Pakistan, marehemu alipokuwa akiishi Pakistan alikuwa akifanya kazi katika ardhi ya Tahrika Jadid kama manager. Alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa. Alikuwa musi. Ameacha nyuma mke na vijana 5 na mabinti 6. Anayefuata ni Bi Nasira Begum sahiba, mke wa Ahmad Sadiq Tahir Mahmud, mbashiri mstaafu wa Bangladesh ambaye Novemba 27 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa binti ya Maulvi Muhammad Ahmad saheb, amiri wa zamani. Marehemu alikuwa na tabia ya kuswali sala 5, mwenye kufanya maombi, mkarimu, mvumilivu, mwenye kutoa shukurani na mwema. Katika Ramadhan alikuwa akisoma Qurani tukufu bila kukosa, na alikuwa akimaliza Qurani tukufu katika mwezi mzima. Alikuwa na sifa nyingi. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu. Anayefuata ni Rafiuddin Bhatt saheb ambaye Desemba 6 akiwa na umri wa miaka 92 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa mtoto wa Maulvi Khairuddin saheb, sahaba wa Masihi Maud alayhi salam. Kwa fadhila za Allah aliweza kujiunga na nizamu ya wasia katika ujana wake. Alipata nafasi ya kuitumikia jamaat katika sehemu mbalimbali. Aliwahi kuwa rais wa tawi la Badomalli wilaya Narwal na amir halka, na pia aliwahi kuwa rais wa jamaat Wakent. Alipata bahati ya kufungwa katika njia ya Allah. Ameacha nyuma yake mabinti 4 na kijana mmoja. Mwanamke wake mmoja Nasim Ahmad saheb anaitumikia jamaat katika Nigeria. Allah amghofirie na amrehemu na awanyanyue marehemu wote katika daraja zao, na Mwenyezi Mungu awajalie nafasi karibu na wapendwa wake. Baada ya sala, kama nisemavyo, nitasalisha sala yao ya jeneza ghaibu.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر